sasa nimekamatwa, nitampigia nani? Ndugu mtangazaji, kwa nini uliamua kumdanganya yule mama? Ili mdanganya, maana wewe nani unaweza kumwambia kwamba naenda kuonana na mtu akimata na akakubali? Hakuna. Ndugu mtangazaji, nilifika pale, wale askari wakaniambia una nini? Wakati huo sina simu. Nikategemea nikifika eneo lile niombe simu niwasiliane naye yule mtu. Nafika pale naomba simu, wale jamaa nampigia simu yule jamaa, samahani kaka, nimekamatwa nipo mwenye yule jamaa akanizimia simu. Wakati yeye ndo aliniambia niende pale. Wale jamaa alichofanya na shilingi ngapi? Wakachukua shilingi 35 nikabaki nayo. Wakachukua wao 35. Nakumbuka nikabaki kama na 600 na buku na 600 na ile 5000 kitu kama 6600. Sasa nafika pale na mtafuta yule jamaa, namwambia bwana 1 2 3 kuna tatizo 1 2 3, ananiambia basi kama hivyo njoo siku nyingine, huwezi kuja huku bure. Basi nikasema sio mbaya, na 600 ni uji zangu tu mimi. Anasema tu, wanasema sikio la kufa alifanyaje? Alisikii dawa. Nikasema wengine sada tuna nyota ya mbwa, kila tunapopita tunafukuzwa. Nikaondoka. Sasa yeye nikatembea sijui gari za kurudi Kibazi wapi. Nikabidi nitafute site, maana mimi kwa mitando mwenyewe. Nilikuwa na kaunabii fulani, nikakaa hivi kuna low fulani inaniongoza. Njeini itatokea sehemu fulani, nikabidi nitafute nipasue anga. Pasua anga, ndugu mtangazaji, hiyo ni saa 3 tu mapema tu asubuhi. Nishatapeliwa hapo, nishapigwa hela na polisi. Lakini leo inasema afadhali, maana ningeingia polisi nani angenisaidia? Maana wale walisemaje? Hapa leo Ijumaa niingize loka hapo kule mpaka Jumatatu naenda mahakamani moja kwa moja. Mahakamani tena. Ndugu mtangazaji, nikafika pale, tembea. Ghafla Kariakoo. Sasa Kariakoo ni mwenyeji, lakini nilipiga round saa 6. Sipati njia ya kutokea hata Magomeni Mapipa niitafute fire pale nije huku Magomeni Mapipa. Piga round saa 8, piga round saa 9, piga round saa 10 na kuja kuipata Magomeni Mapipa. Naona gari za kurudi sasa Kimara, naangalia nauli, ndugu mtangazaji, sina hata 100. Hapo nimeshatembea kwa mguu toka asubuhi mpaka saa 8, sijala hata kitu. Nauli sina, 5000 imepotea. Imepotelea wapi sijui. Ndugu mtangazaji, nitafuta sehemu nikakaa kwanza. Nikasema kwa nini nini? Sasa nikaanza kulia pale. Lia. Kwa nini nini? Mungu upo wapi? Sasa Mungu upo. Nakumbuka Mungu upo wapi? Katika watu ambao nilikuwa na nungunika na mkufuru Mungu nini? Naambia Mungu upo wapi? Upo wapi? Kama kweli wewe unataka mimi kutumikia, kwa nini unaniacha hivi? Ndugu mtangazaji, nilikanyaga mguu kutoka Posta Dar es Salaam, nikala round saa 6. Saa 2 usiku inanikutia nipo Kimara Dar es Salaam. Kwa mguu hiyo naitafuta kibao kwa Matias. Kwa wanaojua kibao, kwa wanaojua Posta tu kibao wananielewa sana. Ni mbali. Ndugu mtangazaji, saa 2 kanyaga mguu, mtoto wa watu. Kanyaga mguu saa 6 kasoro naikuta Mbezi. Mbezi. Hapo unavyoona, yani miguu hii imekanyaga Mbezi yote ile. Kanyaga mguu. Ndugu mtangazaji, asubuhi natoboza wapi? Saa 3 natoboza kwa Matias asubuhi. Saa 3 asubuhi. Vipi mwanangu safi mama, nimefika na gala Morogoro. Nimetoka Morogoro. Vipi huko mambo safi? Yaani nilipofika nilipigia kulala. Ndugu mtangazaji, hapo sielewi peti. Moyo unanungunika. Sio kwamba nimekoma. Siku ya pili sasa. Huyu jamaa akanipigia simu tena. Vipi nimeshapata kaka? Nikatafuta tena 36,600. Jamani, asikwambie mtu, hela za shetani zinapatikana. Ukitafuta hela kwenda kwa shetani ya kunyinyi. Ila kwenda kanisani sadaka, atakunyima hata 500 utatoa 200. Azikosekana na huyu wa kwangu. Fika pale akaniambia tuma hiyo hela kwenye namba hii, alafu kuna gari inakuja kuchukua nyeusi sasa hivi hapo for roundabout. Ndugu mtangazaji, nikatuma ile hela, nikampigia nipo hapa kwenye salamu la askari, nikajitajia hadi mavazi. Hiyo saa 3 asubuhi. Ndugu mtangazaji, napiga simu, upo wapi? Kuna basi subiri, anakuja sasa hivi, kuna gari nyeusi utaiona anakuja hapo chap, nitakiwa watu wasikuone. Jamani, nilitembea. Nilikaa pale, nikaenda huku, naenda huku. Hiyo saa 3 asubuhi, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8 napiga simu haipatikani. Nikasema yale tena.
Kibaha tena kwa mguu. Nilikaa chini nikalia tena. Lia. Mungu yuko wapi Mungu? 36,600 niliambiwa usibaki hata na 50 mfukoni. Nakumbuka nilikuwa na shilingi 50 pale kwenye sanamu la askari, hata nikienda kesho kutwa nitakuta 50 yangu. Kuna sehemu nimeipatika hakuna atakayeiona. Na hiyo siku nitarudi kuichukua ile 50. Nikiamini kwamba kule wamesema utakiwa uingie hata na shilingi 100. Nikatoka pale sasa. Nikasema ngoja nitafute hilo jengo lenyewe wanaosema Freemason ya Oro. Huyu jamaa nafika pale namkuta mlinzi tu amekaa pale. Bonge la impadi pale vipi niambia kuna jamaa mmoja anaitwa nani fulani. Aliniambia nije. Hakuna mtu kama huyo nenda. Lakini yale mazingira hapa ametulia. Nasema hapa vipi hapa? Unaona kabisa kwamba huu ulimwengu mwingine. Mengine haya hayatuhusu. Lakini nilivyoambiwa vile ilibidi mtugu mtangazaji nitafute karibia naenda kama bandarini, nikaitafuta huku pembeni nikatafuta nikanyosha na baba nikatokea Kariakoo. Hiyo saa 8 sasa siku ile Kimara ilinikutia kitu kama saa 6 usiku. Kwa mguu tena. Saa 6 usiku. Pale ikabidi niombe msaada, nikutana na kijana mmoja nikamwambia jamangu naomba nisaidie. Bwana nina simu yangu imepasuka kwenye midondoka kwenye nani kabisa nimpige sound yule jamaa. Niliondoka kwenye gari lakini line yangu ndio ilikuwa na ile naomba nisaidie nauli au unifikisha Mbezi, akanipa 500 akanifikisha Mbezi. Kufika Mbezi sasa hichi kufika Kibaha nafanyaje? Ndugu mtangazaji. Ilibidi nilale stand pale. Mbezi nikalala. Asubuhi kumekucha mimi Kigulu na njia naitafuta wapi Kibaha. Mguu na njia. Kutoka Mbezi mpaka Kibaha jamani ni mbali. Japo kwa gari unaweza kutumia labda nusu saa moja lakini mwendo wa nusu saa kwa gari kwa mguu ni mbali sana. Nilitembea. Nikafika sehemu ambapo walikuwa wanajenga stand mpya, yani ndio inaanza kujengwa tu. Stand mpya ya mkoa fulani pale Kibaha mjini stand mpya. Sasa kuna stand nzuri tu wamejenga pale. Ndio walikuwa wanaanza kutindua, walijenga kisima. Ile stand kama unatoka Dar es Salaam sasa ndio unaenda unakuja Morogoro. Ipo huku mkono wa kulia, alafu ile upande wa kushoto pana kisima ambacho wale wafanyakazi walikuwa wanachota maji wanaoga pale. Nikasema afadhali ya maji ni masafi niende hata nikanywe hivyo mbona watu wanakunywa. Ndugu mtangazaji nafika pale nikachota chupa ya maji. Ile nachota chupa ya maji. Niseme ninywe nipoze kidogo huko. Wakati wa saa 11 jioni. Toka jana hapo nimepauka sura sieleweki, macho yamelia, yamevimba, amefanya nini? Ile nachota maji nasikia kabisa sauti inaniambia nyuma yako kuna nyoka anakuja. Nikasema mimi mwenyewe napenda kuongea ukweli. Hata madhabahuni napendaga kuongea ukweli. Yaani waga naongea ukweli hata mke wangu ananijua napenda kuongea ukweli. Nikasema wewe Mungu usiwe kama mpuuzi. Umeniacha mimi nitembee kwa mguu leo nataka kuja kuniokoa hapa. Acha nife. Nyoka huyo si animeze tu mzima nipotelee mbali tu. Mara ya pili kuna nyoka anakuja. Sauti ya kipole kabisa. Sio ile ya kubabaja, sauti mimao na nyoka. Mara ya tatu sasa sauti ile nimeikana. Sasa ulimwengu wa mwili unajua ukishaka na kitu ambacho kinyu cha kishetani. Sasa mwili unakuonyesha asili kwamba kweli hapo pana nini? Mwili kwanza kufanya hivi kasisimuka. Ndugu mtangazaji na geuka hivi nyuma. Nyoka niliyemuona sioni mtu mwenye paja la kufananisha hapa. Mweusi. Yaani jicho lake tu jicho tu hata la kwangu doko hivi. Ile nyoka. Pale palikuwa pamefekwa hivi juu nyasi zimefekwa juu. Alikuwa anatembea chini ya nyasi. Hasa amenikaribia ananyanyua anapanua mdomo anikaribia. Ndugu mtangazaji, mpaka anapenya anafika kwenye kile kisima. Palikuwa na miba michongoma. Afu panatope panatitia. Yaani uwezi amini kilichonitoa pale mpaka nikapiga ni kama umeona pale, yani tuseme kama futi 6 ndogo kwa kuzelaza chini futi 6 ndogo. Kulepo nilipiga hatua hii moja. Nikasema Yesu nisaidie, nikajikuta nikapiga hatua. Yaani kama kuna kitu kilinyanyua kikanitoa. Yale maji namaliza na yule nyoka anaingia kwenye yale maji. Sasa yule nyoka wakati huo ndugu mtangazaji miguu inafanya hivi.
inatetemeka, mwili unatetemeka, maji mikono inafanya tetemeka. Yule nyoka nilikaa na muangalia anapoingia kwenye maji aishi. Na maana mimi ningeenda kukaa mkiani naangalia hivi natetemeka. Hata akili inaniambia huyu anatokea chini anakuja hapo. Nilikimbia kutoka pale stand mpaka kwa mati yasi. Mchaka wakati nina nanitoka jana. Nilikimbia mchaka. Yaani kuna vitu vingine unaweza kusema ni story. Lakini ile kitu yani sitaki hata nikumbuke. Mchaka nguvu zilirudi. Hata nikiambiwa Morogoro nyumbani angekuwa ananifuata zilikuwa zinafika. Sikwambia mtu mimi sina mbio, hujakutana na tatizo. Anasema mtu Yesu sijini, watu hawajakutana na tatizo utapata mbio 11 jioni. Watu hawakuona ile tukio. Hakuna mtu, maana mafundi wapo kule bizo wamejiwekea. Unajua mafundi wakijengaga vitu wanajiwekeaga mabati ndani. Kwa hiyo hakuna naye niona pale, ni eneo ambalo la wazi, hakuna mji. Ni eneo kama la jeshi ambalo wanahifadhi vitu vyao sijui pale. Ni kama eneo la serikali. Sababu hospitali ya Tumbi imekaa pembeni na misitu sana. Kwa hiyo ikafika mahali nimefika pale kwetu. Nimefika nyumbani, ndugu mtangazaji, natetemeka. Vipi safi nikafika chumbani. Yaani kilichokuwa kinaniumiza nikifumba macho namuona ile nyoka. Kwa hiyo nilikuwa nakaa macho hivi. Usingizi naona nikifumba macho namuona ile nyoka. Kila nikifumba namuona hiyo nyoka. Nikilala namuona nyoka. Nikisema sasa nirudi nipige goti, Mungu nataka hivi, kwa nini umeniokoa? Hata akili ilivyokuwa mbovu nasema kwa nini umeniokoa pale? Kama kweli wewe Mungu nimekuzao kote, nimekutukana, nimeongea kila lugha, nimekukana mpaka nataka niende kwa shetani mazima. Maana kabla hujaenda huko nilipewa masharti ya kununua udi wa kujifukiza ndio unaenda huko kwa naye. Nimefanya cha kufanya lakini bado sijapata mafanikio. Kwa kipindi hicho ambacho ulitoka tena kwa yule mama ukarudi kwa yule mtu aliyekwambia uende tena na sasa 600. Je, ulimwaga tena unaelekea wapi? Mama siku hiyo nilimwambia ninaenda kwa mamangu mdogo. Mamangu mdogo alishaachana babake na babangu mdogo. Kama mamangu mdogo ameniita, yule mume wake ana kampuni. Na ni kweli ana kampuni. Kwa hiyo akasema ameniambia anaenda kunisaidia kazi. Kwa mama hata nilikuwa nikiondoka kwa sababu alikuwa tayari amenipa uhuru kujitegemea, kwa hiyo aniulize maswali. Lakini ile siku ninafika pale nyumbani nilitetemeka sana. Sasa namuuliza Mungu ni nini? Anasema kwamba nataka unitumikie. Yaani sasa hiyo ndio sauti sasa Mungu ametaka kusema na nataka unitumie. Sasa nakutumikiaje? Huo ni mwezi wa 2017. Unaenda sasa mwezi wa 11. Ni mwezi wa 11 sasa. Nataka unitumikie. Wakati huo kama yani nyuma yake hapo kama nimehubiri mimi, ndugu mtangazaji, hospitali zote za Dar es Salaam nimemaliza mimi. Nimetembea hospitali nyingi sana mkoa wa Pwani, nimehubiri mitaani. Mkoa wa Pwani mimi mpaka pembe zote za mkoa wa Pwani. Naweza nikakuchorea ramani hapa jinsi nilivyokaa. Jinsi ya kuhubiri. Lakini ilifika mahali Mungu alitaka kunitumikia, nikawa nataka nifuate yangu. Ndicho nilichokutana nacho. Na yale yote ambayo nilikuwa nayapitia hapo ni kwa sababu ya kukaidi sauti ya Mungu. Yaani changamoto zote hizo chanzo nilikuwa napingana na sauti ya Mungu. Sasa Mungu anataka animtumikie wakati mimi nataka nipate hela kwanza ili nitengeneze heshima kwetu. Kwa sasa ilifika mahali nikabidi sasa nikubali. Nikasema Mungu nipo tayari. Akasema nataka niseme na siku 3. Ilibidi nifunge siku 3 kavu, ndugu mtangazaji. Ile siku ndipo Mungu sasa akasema na mimi. Akaniambia nimekupa huduma ya HVT. Ni huduma itakayoinua vipawa Tanzania. Hapo ni mwaka gani? 2017 huo. Bado ule wa 17. Ule wa 17. Yaani huo ni mwaka tangu Januari mpaka huo, yaani hakunaga wafadhali au waeli hakuna. Yaani mwaka ambao nilikuwa napita. Akaniambia nimekupa huduma ya kuinua vipawa Tanzania na dunia nzima, utasaidia watu. Na pia kanisa lako litakuwa ni kanisa la miujiza. Nikasema sawa. Sasa nikasema ni wakati sasa wa kuhubiri. Akasema hapana. Ndipo sasa akanielekeza nikaenda katika huduma fulani ambayo ipo Kibaha hapo. Nikakaa chini ya yule mtumishi. Nilipofika nikategemea nitaenda nikatakaa chini yake. Yule mtumishi aliona kitu ndani yangu. Aliona kitu kikubwa sana ndani yangu. Nikapata kibali pale akanipaka mafuta ya uchungaji. Ile siku anaondoka, yani kitu kilichotokea pale, jinsi aliyokuwa anafanya yule mtumishi, ni anaitwa Apostle Maria Bwana. Kitu alichokuwa anafanya yule mtumishi, yani na mimi nilikuwa nafanya kama yanavyofanya, mpaka watu wakawa wanashangaa huyu mtu ametoka wapi.
ina maana huwezi kutofautisha kati ya baba na mtoto. Watu walikuwa wakija pale wenye matatizo wanapona. Ndugu mtangazaji, sasa hiyo ni mwaka 2017 tarehe 31 ndio nilijiunga hapo. Niliingia katika hilo kanisa. 2018 na maana nilianzia katika hilo kanisa. Nikaenda ndugu mtangazaji, tukaenda mpaka ikafika mwezi wa 6. Nikiwa sasa hapa sasa nipo katika maisha ya kichungaji. Ninaishi kwa yule baba, kwa yule mtumishi, muda huko narudi nyumbani kwa mwanangu mlezi. Bado sijamwacha yule mama, kweli nampenda na yeye alikuwa ananipenda, japo tu pishani 1 2 3 alikuwa zinatokea. Yule mama alifurahi kweli kuona kwamba huyu leo hii ameamua kusimama. Alifurahi akasema kwamba hata mimi na mwisho wa siku na mimi nitakuwa na shuhuda nililea mtumishi wa Mungu, kwa sababu naye alikuwa ni mlokole. Ikafika mnamo mwezi wa 5 ndugu mtangazaji, nikiwa katika utumishi huo, nikakutana na binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lucia.